Tumekuja mbele za Bwana tena asubuhi ya leo. Ni wakati wa ibada, wakati wa kukutana na Mungu katika maisha yetu, mwamba wa wokovu wetu, nuru yetu katika giza, msaada wetu katika mateso. Imani yetu inatupa nafasi ya kupokea lile kusudi la Mungu kwenye maisha yetu siku ya leo ya Ijumaa. Isaya nabii anazungumza nasi asubuhi ya leo katika ile sura ya 58 mstari wa 11. Anasema Bwana atakuongoza siku zote. Anasema Bwana atakushibisha mahitaji yako yote katika nchi iliyokauka. Bwana ataimarisha mwili wako. Hili ni neno la kinabii juu ya maisha yako asubuhi ya leo, ya kwa imani yako kwa Bwana na sio bure kabisa. Ibada yako ya siku ya leo sio bure kabisa. Ni wakati unafungua mlango wa uingiliaji wa Mungu katika maisha yako. Wewe unayemwamini Mungu asubuhi ya leo, uwe na uhakika Mungu atakupigania na kukulinda na kukuongoza katika siku ya leo ambayo Bwana amekupa. Mwinulie Mungu sauti ya asubuhi ya leo, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa uweza na ukuu wako ulio juu ya maisha yangu. Kwa uweza wako umenifanya kuwa katika nchi ya walio hai, mimi na watu wa nyumbani kwangu. Umetulinda na hila ambazo shetani alizipanga kwa ajili yetu. Umetuokoa na mtego uharibuo. Umetuleta katika upendo wako tena siku ya leo. Mwinulie sauti Mungu na mshukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Tambua upendo wa Mungu katika maisha yako. Tambua jeshi la Bwana katika maisha yako. Wachawi walikuzunguka, wabaya walikuzunguka, lakini Mungu amekutenga na uovu wao. Mungu amekutenga na mabaya yao. Mungu amekuvusha na kukuleta siku ya leo ambayo kiukweli ni siku ya kukuthibitisha. Danieli alikuwa katika tundu la simba, lakini kesho yake asubuhi alikuwa katika kiti cha utawala. Ndivyo Mungu anavyofanya siku ya leo, bila kujali majaribu uliyoyapitia jana, bila kujali misukosuko uliyokutana nayo jana. Hebu asubuhi ya leo mwambie Bwana, ninakushukuru. Umenilinda na uovu wa jana, umenilinda na uovu wa usiku wa leo, umenilinda na mabaya yaliyopangwa juu yangu, umenilinda na mabaya yaliyokusudiwa kwa watoto wangu. Walikaa vikao vya kuangamiza hatima yangu, lakini Mungu, uaminifu wako umekuwa mpya na mkuu katika maisha yangu. Mungu, hujaniacha. Mungu, hujanisahau. Upendo wako umeimarishwa juu yangu. Mwinulie Bwana sauti yako leo. Mwinulie Mungu sauti yako. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya wema na rehema zako kwetu. Bwana, asante kwa mkono wako ulio hodari, ulio pamoja nasi katika maisha yetu. Ni Mungu unayetulinda, ni Mungu unayetutetea wakati wote. Wakati wote uaminifu wako umekuwa juu yetu. Wakati wa kujaribiwa kwetu, Mungu umetulinda. Wakati wa kupita katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana umetulinda. Wakati wa kupita katikati ya maji mengi, Mungu umetulinda. Tulikuwa katika njia ambayo kwa njia hii wengine waliharibikiwa, wengine waliondokewa na wapendwa wao, wengine walipoteza vitu vyao vya thamani, lakini Mungu umetulinda kwa sababu ya mkono wako ulio hodari. Ndio maana tunaweza kusimama tena asubuhi ya leo, sawa sawa na neno lako, ya kuwa wewe ni Mungu unayetuongoza siku zote. Limetimia katika maisha yetu. Umetuongoza na hata hatujapita katika njia za hatari, sawa sawa na mitego ya uovu. Bwana, umetujaza mahitaji yetu hata katikati ya dhiki na umasikini na roho za kuishia njiani zinazoivamia nchi yetu. Bwana, umetutetea afya zetu juu ya magonjwa, juu ya ajali, juu ya uharibifu ambao shetani aliukusudia katika maisha yetu. Tuseme nini sasa Bwana? Hakika wewe kwetu ni kimbilio, msaada tele. Wakati wa mateso ni Mungu wetu. Wakati wa aibu ni Mungu wetu. Wakati wa huzuni ni Mungu wetu. Na ndio maana hata siku ya leo tuna ujasiri wa kukukimbilia wewe, mwamba wa wokovu wetu.
tunao ushuhuda juu ya uweza wako kwetu, tunao ushuhuda juu ya utendaji wako kwetu, tunao ushuhuda wa nguvu zako kwetu, na ndio maana tunasimama tena. Tumekuja kama tulivyo, tumekuja kuinua sauti zetu mbele yako, wewe uliye mpaji wetu, wewe uliye utoshelevu wetu, maana tunajua katika wewe kuna utimilifu wote. Tunatambua maisha yetu hayawezi kuwa ya maana isipokuwa mkono wako umekuwa juu yetu. Tunatambua maisha yetu hayawezi kuwa na faida isipokuwa mkono wako umekuwa juu yetu. Na ndio maana asubuhi ya leo tunajisalimisha kwako, tunakupigia magoti, tunakuinulia mikono, tunakupazia sauti, mwamba wa wokovu wetu, nuru yetu katika giza. Wewe ni Mungu mwaminifu kwetu, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Jeshi lako ni kuu zaidi ya jeshi la adui zetu, uweza wako ni mkuu zaidi ya uwezo wa mwanadamu na shetani. Mungu wa wokovu wetu, Mungu unayetubariki. Tulipita katika laana nyingi, hazikutupata. Tulipita katika tauni nyingi, hazikutupata. Tulipita katika uovu mwingi, lakini haukutupata. Ni kwa sababu tulikuwa na tunaye Mungu mwenye nguvu. Ni kwa sababu tunaye Mungu anayetuvusha. Ni kwa sababu tunaye Mungu mwenye nguvu. Tulipita njia walizotutegea mabaya, tulitamkiwa mabaya, tulitangaziwa mabaya, tuliandaliwa mabaya. Yote hayakutupata, si kwa sababu ya ujanja wetu, kwa sababu ya uwepo wako. Na ndio maana hata tunapoianza siku ya leo, mioyo yetu iko wazi mbele yako, kukuamini tena, kukutegemea tena, kukuhitaji tena, juu ya siku yetu ya leo, juu ya wakati wetu wa leo, juu ya wakati wetu wa leo. Tunapokwenda kazini, tunapokwenda kwenye biashara, tunapokwenda kwenye mipango, tunaposafiri, sisi na watu wa nyumbani kwetu, tunatambua peke yako ndiwe Mungu kwenye maisha yetu. Ndiwe Mungu tulindaye, wewe ndiwe Mungu unayetuongoza, wewe ndiwe Mungu tupae, wewe ndiwe Mungu wa kutujaza. Ndiyo maana tumekukimbilia wewe asubuhi ya leo, mwamba wa wokovu wetu, nuru yetu. Karibu katika maisha yetu tena tunapoianza siku ya leo. Karibu na nguvu zako siku ya leo, karibu na uponyaji wako siku ya leo, karibu na nuru yako katika siku ya leo. Bwana, tunakuhitaji, tunakuhitaji Mwokozi wetu, tunakuhitaji kwa watoto wetu. Bila wewe hawatakuwa salama. Tunakuhitaji kwa wapendwa wetu, bila wewe hawatakuwa salama. Tunakuhitaji kwa ajili ya hatua zetu, bila wewe hatutakuwa salama. Uhitaji wetu kwako, ndiyo maana asubuhi ya leo tumenyanyuka na kupaza sauti mbele zako kusema, Bwana tunakuhitaji, Bwana tunakuhitaji, Bwana tunakuhitaji, tunakuhitaji kuliko chochote. Wewe ni wa muhimu kwenye maisha yetu. Hatua zetu zikiongozwa na wewe, tutakuwa salama katika nchi ya walio hai. Hatua zetu zikiongozwa na wewe, tutapita mahali salama. Bwana tunakuamini, Bwana tunakutegemea, Bwana tunakutumaini. Bwana tunainua sauti zetu mbele zako tukisema, wewe ni mtakatifu, wewe ni Bwana wa kweli, uaminifu wako utakuwa juu yetu katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba kama mtumishi wako juu ya watoto wako wanaokuamini, wameweka imani yao kwako asubuhi ya leo, wameweka tumaini lao kwako asubuhi ya leo, wakijua wewe unaweza kuwapigania, wewe unaweza kuwasaidia, wewe unaweza kuwavusha, wewe unaweza kuwaelekeza, wewe unaweza kuwaongoza. Wamejiungamanisha na wewe wanapoianza siku ya leo, wamejiungamanisha na wewe wanapoianza siku ya leo. Wanakuamini zaidi, wanakutegemea zaidi, wanakutazama zaidi katika njia yao ya leo. Ni kweli hawajui nini kinafuata siku ya leo, lakini wanakuamini wewe ambaye umeifanya siku ya leo ili uwaongoze. Bwana, na haya ni maombi yangu, wewe uliyetulinda usiku wa leo, wewe uliyetulinda siku ya jana, wewe uliyetulinda miaka yote, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunapoianza siku ya leo. Imani yetu tunaiweka kwako, tumaini letu tunalileta kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Biblia inasema, kwa sababu ya rehema za Bwana ndiyo maana huwa hatuangamii. Na Biblia inasema pia, rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Neno rehema kwa Kiswahili cha kawaida ni huruma.
kuhurumiwa na Bwana. Kama Mungu ametuhurumia, haijalishi kuna hatia, haijalishi kuna mambo mabaya yangekusudiwa kutupata, wakati wa kuumia Mungu atuonee huruma tusiumie. Wakati wa kufukuzwa, wakati wa kukataliwa, wakati wa kujadiliwa mabaya, huruma za Mungu ziongee kwenye maisha yetu. Nataka uelewe sheria ya kiroho. Hakuna jambo linatokea bila kulitangaza. Na ndiyo maana Yesu alikuwa ni Mungu kabisa, lakini anatufundisha ya kwamba ukiwa duniani unahitaji kumwomba Bwana. Hebu asubuhi ya leo inua sauti yako, mwambie Bwana, ninaomba rehema zako ziongee. Hurumia watoto wangu katika njia yao. Hurumia watoto wangu katikati ya maadui. Hurumia watoto wangu katikati ya uharibifu. Hurumia watoto wangu wanakoenda. Hurumia watoto wangu walipo. Wahurumie Bwana. Mabaya usiwapate, uovu usiwapate. Hurumia mume wangu, hurumia mke wangu, hurumia mama yangu, hurumia baba yangu, muhurumie kaka yangu, muhurumie dada yangu. Nihurumie Bwana. Mwinulie Mungu sauti, mwambie rehema zako ziongee. Inua sauti na uombe sasa. Bwana, na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Kwa rehema zako Mfalme, tutetee na tulinde na tuokoe na mikono ya uovu tunapoanza siku ya leo. Bwana, tunakuja mbele zako, tunakusii tena siku ya leo. Kumbuka rehema zako juu ya maisha yetu. Kumbuka rehema zako juu ya familia zetu. Kumbuka rehema zako juu ya wapendwa wetu. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye wokovu wote, tunaijua jina lako, tunalijua jina lako, tunajua uweza wako, tunajua mamlaka yako, tunaujua ufalme wako, na ndio maana tunajisalimisha kwako. Tunapoianza siku ya leo, tunafahamu juu ya siku ya leo iko mipango ya uovu, iko mipango ya uharibifu, iko mipango ya uharibifu ambayo imepangwa kwa watoto wetu, iko mipango ya uharibifu ambayo imepandwa kwa waume, kwa wanawake, iko mipango ya uharibifu iliyopangwa kwa ajili ya biashara, iliyopangwa kwa ajili ya maono, iliyopangwa kwa ajili ya kazi. Iko mipango ya uharibifu. Wamekaa vikao kujadili wana wa Mungu, wamekaa vikao kutangaza mambo mabaya. Wengine wamefanya vikao vya siri ambavyo vilihusisha mashetani huko makaburini. Wengine walipanga vikao vya siri wakiwa mahali pa kujificha katika ulimwengu wa roho. Nasi tunafahamu katika hayo yote wewe ndiwe ambaye hushindwi. Tunakusia asubuhi ya leo, kumbuka rehema juu yetu. Tuhurumie Bwana, tusianguke mikononi mwa adui. Tuhurumie Bwana, tusianguke mikononi mwa waovu. Tuhurumie Bwana, mabaya yasitokee kwenye familia zetu. Ni kweli iko mifumo ya giza ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kudhibiti hatua zetu, kwa ajili ya kudhibiti uzao wetu, kwa ajili ya kudhibiti ndoa zetu, kwa ajili ya kudhibiti kazi za mikono yetu, kwa ajili ya kudhibiti ufahamu wetu, kwa ajili ya kudhibiti nguvu zetu. Bwana, tunakukimbilia, rehema zako ziongee juu yetu. Adui asiwe na nguvu dhidi ya maisha yetu. Adui asiwe na nguvu dhidi ya hatima zetu. Adui asiwe na nguvu dhidi ya uzao wetu. Bwana, kumbuka rehema, kumbuka rehema siku ya leo, kumbuka rehema siku ya leo, kumbuka rehema juu yetu. Neno lako linavyosema ni kwa rehema zako ndio maana hatuangamii. Ni kweli tuko katika njia ya waovu, njia ya majambazi, njia za ajali, njia za kichawi, njia za mauti, lakini katika wewe tunashinda zaidi ya hao wanaoshinda. Ndio maana tunajimimina kwako tunapoianza siku ya leo. Bwana, na haya ni maombi yetu. Kumbuka rehema zako, rehema zako ziongee siku ya leo, rehema zako ziongee siku ya leo. Kwa rehema zako tutakuwa salama, kwa rehema zako tutakuwa salama. Hatuna msaada mwingine zaidi ya msaada wako Bwana. Katikati ya maneno mabaya, kumbuka rehema, utuhurumie hayo mabaya yasitupate. Katikati ya migogoro, kumbuka rehema, tusiangushwe na hila za shetani. Katikati ya magonjwa, kumbuka uponyaji.
tusianguke mikononi mwa adui. Bwana, kumbuka rehema. Tunapoianza siku ya leo, tunakuita mfalme wa rehema. Rehema zako ziongee juu yetu, rehema zako ziongee juu ya watoto wetu. Hawa ni watoto wetu uliotupa, wasianguke mikononi mwa shetani. Tunafahamu adui ameandaa mawakala wakuu wa ufahamu wao, wakuu wa hatima zao, wa kutengeneza tabia za uovu ndani yao, lakini sisi hawezaye kulinda uzao wetu, hawezaye kulinda watoto wetu, sio fedha zetu wala akili zetu wala shule nzuri, ila ni wewe mfalme, ila ni wewe Bwana, ila ni wewe mwenye nguvu. Nawe kumbuka rehema Bwana, nawe kumbuka rehema. Rehema zako ziongee kwa watoto wetu wanapokuwepo huko mashuleni, rehema zako ziongee, rehema zako ziongee tunapokuwepo kazini, wakati ambapo kuna mbegu ya uovu. Adui amepanda watu wabaya kutunenea maneno mabaya, kututendea uovu, kutufarakanisha. Bwana, na haya ni maombi yangu, kumbuka rehema mfalme, kumbuka rehema Bwana. Rehema zako ziongee Mungu, rehema zako ziongee baba yangu, rehema zako ziongee. Kumbuka rehema katika njia yangu, rehema zako ziongee. Kumbuka rehema katika maeneo nitakayokuwepo, rehema zako ziongee. Kumbuka rehema zako kwa mkono wako ulio hodari, nivushe katika hatari, nivushe katika maji mengi. Na haya ni maombi yangu. Inua sauti juu, omba. Omba rehema za Bwana, omba rehema za Bwana. Ngombe Bwana, nihurumie, nionyeshe hata walio hatari kwenye maisha yangu, nionyeshe hata walio na nia ovu kwenye maisha yangu, nionyeshe hata walio na mpango mbaya wa kuniumiza, nionyeshe hata walio na mpango mbaya wa kuondoa nguvu zangu. Bwana, kumbuka rehema siku ya leo. Bwana, kumbuka rehema siku ya leo. Bwana, kumbuka rehema siku ya leo. Baba, watoto wako wameinua imani yako kwako Bwana, wakijua peke yako ni Mungu na mwenye uweza zaidi ya mwanadamu na miungu. Wamekuja kukukimbilia tena asubuhi ya leo, wakisihi rehema zako ziongee juu yao. Nami naomba kama mtumishi wao mbele zako, achilia rehema zako juu yao, wanapokwenda kazini, wanapokwenda kwenye biashara, wanapokwenda kwenye maono yao, kwa ajili ya watoto wao, kwa ajili ya wapendwa wao, kwa ajili ya wake zao, kwa ajili ya waume zao, kwa ajili ya mama zao, kwa ajili ya baba zao, kwa ajili ya dada zao, kwa ajili ya kaka zao, kwa ajili ya wajukuu zao, kwa ajili ya kila mmoja kwenye familia hii. Bwana, kumbuka rehema. Walinde watoto wako, isiwepo sababu ya kulia, isiwepo sababu ya kuhuzunika, isiwepo sababu ya kukata tamaa, isiwepo sababu ya kushindwa, isiwepo sababu ya kulia. Bwana, kumbuka rehema juu ya watoto wako hao waliokuamini asubuhi ya leo, wanaomba msaada wako leo. Adui angekuwa amepanga mipango mibaya, lakini wewe unatuwazia mema. Adui angekuwa amepanga mauti, wewe unatuwazia uzima. Adui angekuwa ametupangia uharibifu, wewe unatuwazia ushindi. Na haya ni maombi yangu mbele zako. Kumbuka rehema kwa ajili ya watoto wako, kumbuka rehema kwa ajili ya wanaokuamini, kumbuka rehema kwa walioinua mikono yao mbele zako, kumbuka rehema katika njia zao, kumbuka rehema katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema katikati ya mabaya, kumbuka rehema katikati ya uharibifu, kumbuka rehema katikati ya magonjwa mapya ya dunia, kumbuka rehema katikati ya uadui, kumbuka rehema kwa ajili ya watoto wako. Rehema zako ziongee, rehema zako ziongee, rehema zako ziongee katika jina la Yesu. Inua sauti yako, tangaza habari njema kazini kwako. Tangaza habari njema kwenye biashara yako. Tangaza habari njema kwa wapendwa wako. Nisikilize. Ayubu anasema, je, ulikiri mambo mema ulipoanza asubuhi yako? Mambo yote unayoyatangaza asubuhi ya leo yana nafasi kubwa ya kuwa ndio maisha yako. Kama Mkristo uliyechaguliwa na Mungu, lengo la Mungu kukuchagua lilikuwa utakachokitamka ndicho kitokee kwenye maisha yako. Na ndio maana tunasisitiza juu ya watu kuanza siku yao na Bwana. Ni kweli tungekuwa tunaabudu siku ya moja tu kwa wiki tunaondoka, lakini nataka uelewe,
Kwa mtazamo wa kibibilia, kila siku Mungu huwa anaumba jambo jipya kwenye maisha ya mtu. Na uelewe pia, adui huwa anapanda jambo baya kwenye maisha ya mtu siku moja tu. Sikiliza, kama mwana wa Mungu umepewa mandate, umepewa uwezo wa kufanya, kutangaza ahadi ya Mungu kutimia kwenye maisha yako. Badiliko kwenye biashara yako, badiliko kwa watoto wako, linatoka kwenye kinywa chako unapokuwa unamuomba Mungu asubuhi ya leo. Unaweza ukatamka faida kwenye hiyo biashara yako. Unaweza ukatamka ufahamu unapokuwa kazini kwako. Unaweza ukatamka amani kwenye ndoa yako. Unaweza ukatamka matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako asubuhi ya leo. Hivi uliwahi kuambiwa utakufa mwaka huu? Uliwahi kuambiwa tutaona? Uliwahi kuambiwa sikiliza, Paulo anasema hivi, njia kwa tunaweza tukawa tunatamkiwa haya yote, lakini sisi tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Paulo anazungumza, anatufundisha, anasema tuna uwezo zaidi ya maadui zetu. Tuna uwezo zaidi ya waabudu shetani. Hiki ni kitu cha ajabu sana. Wakati watoto wako wanatamkiwa mabaya, wewe unawatamkia nini asubuhi ya leo? Tangulia kutamka mema kabla adui hajatamka mabaya kwa watoto wako. Wanapoambiwa na walimu wao hawana akili, wanapoambiwa na walimu wao utofika popote, wanapokwenda mahali wakaambiwa wewe huna chochote, wewe ni mbaya, wewe unatisha, wanapotamkiwa maneno haya, wanapoambiwa wewe ni jambazi, wanapoambiwa wewe ni muovu, nini ambacho wewe umetamka juu yao ambacho kina nguvu ya kuyazuia yale manuizo ya shetani yasitoke kwenye maisha yao? Wakati biashara yako inanenewa mabaya, je, kuna neno lililotangulia kutamkwa juu ya hiyo biashara? Kwa hiyo nataka uelewe jinsi ya kuachilia neno la kinabii juu ya biashara yako, kuachilia neno la kinabii juu ya kampuni yako, kuachilia neno la kinabii kazini kwako, kuachilia neno la kinabii katika hatua zako. Bariki siku ya leo, inenee mema siku ya leo. Nena mema kwa ajili ya maeneo yote ambayo utakuwepo siku ya leo. Na haya mema utakayo yanena, Biblia inasema yatathibitika, yataonekana, yatatokea. Na hii ni ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Inua sauti yako, anza kunena mema juu ya maisha yako. Anza kunena mema juu ya maisha ya watoto wako. Anza kunena mema juu ya maisha ya wapendwa wako. Anza kunena mema katika kila eneo utakalo kuwepo leo. Nena mema kwa ajili ya biashara yako. Nena mema kwa ajili ya kazi zako. Nena mema. Tangaza utendaji wa Mungu, tangaza uwezo wa Mungu. Ni kweli adui angeinuka, lakini unaye Mungu, yeye Mungu asiyelala, Mungu asiyesinzia, Mungu asiyechoka, Mungu asiyeshindwa. Hebu tangaza habari njema sasa. Tangaza habari njema. Wakati wa mapambazuko yako, nena mema juu ya watoto wako. Wakati wa mapambazuko yako, nena mema juu ya mume wako. Huyo mume aliyetamkiwa mabaya, huyo mke aliyetamkiwa mabaya, huyo mzazi aliyetamkiwa mabaya, huyo mtoto aliyetamkiwa mabaya, hebu asubuhi ya leo tabili juu ya mambo mema juu yake. Tabili mambo mema juu yake. Biblia inasema wakati ule Elisha akaingia mjini, akakuta mji una njaa, hata kinyesi cha njiwa kinauzwa kwa fedha. Naye akasema, ninatangaza kama Bwana Mungu aishivyo, kesho kitakuwepo chakula mahali hapa. Ndiyo inaweza kutokea tena kwenye maisha yako asubuhi ya leo. Unapokili na kutangaza, Mungu anafanya. Bwana, haya ni maombi yetu. Tumesimama kwa Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu anayetupenda, Mungu aliyetuchagua. Nasi tunatamka juu ya siku ya leo kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya maono yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wazazi wetu, kwa ajili ya wapendwa wetu. Wamebarikiwa na wewe Bwana, wameinuliwa na wewe Bwana, wametakaswa na wewe Bwana, wamefanikishwa na wewe Bwana, wameongozwa na wewe Bwana, Mungu mwenye nguvu. Siku ya leo ninabariki kazi za mikono yangu. Kila nitakachokifanya
kitafanikiwa, kitazaa faida, kitaleta kibali, kitakuwa ni hatua yangu kunipeleka hatua inayofuata katika jina la Yesu. Ninabariki kazini kwangu, ninapokwenda kazini, uwepo wa Bwana utaambatana nami kunipa ushindi katika yale ninayoyaendea, katika yale ninayoyafanya. Kazi za mikono yangu zitazaa faida, kazi za mikono yangu zitazaa matokeo, kazi za mikono yangu zitazaa ustawi, kazi za mikono yangu zitazaa ubora katika jina la Yesu. Nabariki kazi ya mikono yangu. Ninapokwenda kazini nitazalisha faida. Ninapokwenda kazini ninapata watu wapya walio baraka kwenye maisha yangu. Ninapokwenda kazini nitakutana na nuru ya Bwana katika kuona kitu kinachofuata mbele yangu. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya kazi ya mikono yangu. Mimi ninaibariki, mimi ninaitakasa, mimi ninaiboresha katika jina la Yesu. Kazi ya mikono yangu siku ya leo, sikia, utazaa faida. Utaleta watu wazuri, utaleta watu sahihi, utaleta faida, utaleta faida. Na kutabilia kazi ya mikono yangu utazaa faida. Kama ni biashara, ikiwa ni kazi, ikiwa ni chochote nachofanya siku ya leo, na kitamkia faida. Kimebarikiwa na Bwana na hakitazuiliwa na kazi za shetani katika jina la Yesu. Siku ya leo ninabariki uzao wangu, watoto wangu watakuwa baraka siku ya leo, watakuwa na afya njema siku ya leo, watakuwa bora katika ufahamu wao, watakuwa sahihi katika njia zao, watakutana na watu wa kuwasaidia, watakutana na watu wa kuwaongoza, watakutana na watu walio bora ambao wameshikilia hatima za maisha yao. Ninakutanisha wapendwa wangu na watu wazuri kwenye maisha yao, watakutana na watu waliobarikiwa, watakutana na watu walio bora, watakutana na watu walio sahihi, watakutana na watu wa maendeleo katika jina la Yesu. Njia za wapendwa wangu zinaongozwa na Bwana, zinalindwa na Bwana katika jina la Yesu. Hebu bariki, hebu tangaza habari njema, tangaza habari njema. Itamkie kampuni yako, iambie kampuni yangu, sikia, leo utalipwa ile fedha ambayo imecheleweshwa. Kampuni yangu, sikia, vizuizi vya mikataba vitaondolewa na utapata faida. Vizuizi vya kazi vitaondolewa na utapata faida. Sikia kampuni yangu, utapokea tenda mpya, utapokea miradi mipya, utapokea mwelekeo mpya katika jina la Yesu. Siku ya leo ninakutamkia kampuni yangu, wewe umebarikiwa na Bwana. Hebu tangazia hata yale yaliyoshindikana, yale yaliyoonekana hayawezekani, hebu yatangazie katika jina la Yesu. Nitaanza jambo jipya, nitaanza jambo jipya, nitazaa matokeo katika jina la Yesu. Endelea kuinua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako katika jina la Yesu. Ninakuombea unapoianza siku ya leo, ninakuombea unapoianza siku ya leo. Kila mmoja uliyejiungamanisha na ibada hii, siku yako imebarikiwa na Bwana, siku yako imewezeshwa na Bwana, siku yako ni siku ya faida. Hakutakuwa na hasara katika kazi za mikono yako, hakutakuwa na hasara kwenye biashara yako, hakutakuwa na hasara kwenye kampuni yako, hakutakuwepo kushindwa kwenye kazi za mikono yako. Wewe umebarikiwa na Bwana. Pokea uwezesho wa kuvuka kila vizuizi, wa kuvuka kila upinzani katika jina la Yesu. Ninabariki kampuni yako, itazaa faida. Ninabariki maono yako, yataleta matokeo sahihi. Ninabariki hatua zako, utakwenda mahali sahihi. Ninakutanisha na watu wazuri unapoianza siku ya leo. Mimi ninakubariki katika jina la Yesu. Natangaza wema wa Mungu kwenye uzao wako, ninatangaza wema wa Mungu kazini kwako, ninatangaza wema wa Mungu kwenye biashara yako, ninatangaza wema wa Mungu kwenye kampuni yako, ninatangaza wema wa Mungu katika hatua zako, ninatangaza wema wa Mungu kwenye familia yako, ninatangaza wema wa Mungu katika siku ya leo. Afya yako inaimarishwa na Bwana, afya ya watoto wako inaimarishwa na Bwana, afya ya mume wako inaimarishwa na Bwana, afya ya mke wako inaimarishwa na Bwana, afya ya wazazi wako inaimarishwa na Bwana, afya ya ndugu
zako inayamalishwa na Bwana. Bwana anakupa afya njema kwenye mifupa yako, kwenye mishipa yako, kwenye nyama yako, kwenye mifupa yako, kwenye nyama yako, kwenye mishipa yako, kwenye mfumo wa ubongo, kwenye mfumo wa viungo vya mwili vyote, iwe ni ini, iwe ni figo, iwe ni moyo, iwe ni mapafu, katika jina la Yesu. Mungu anabariki afya yako. Hata uhai unatokea kwa vilivyokufa, hata uzima unatokea kwa vilivyoharibika, katika jina la Yesu. Hii ni siku aliyoifanya Bwana ili uifurahie. Pokea ushuhuda wa kimungu. Jeshi la Bwana limekupigania, linakupigania na litakupigania. Uyaone matokeo ambayo Mungu aliyakusudia tangu mwanzo wa maisha yako, katika jina la Yesu. Siku ya leo imebarikiwa. Ninakuombea katika jina la Yesu. Kila utakachokifanya siku ya leo, utang'aa, utastawi, utaendelea, utapata, katika jina la Yesu. Wewe unaenda kwenye masomo, ninakukutanisha na walimu wazuri watakao kufanya uwe mtu bora katika taaluma yako. Wewe unaenda kazini kwako, viongozi wako watakuheshimu na kukupenda, maana Mungu analeta suluhisho kupitia wewe, katika jina la Yesu. Uzao wako utalindwa na Bwana, nao wataenda katika njia ya Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku yako ni leo ya kuanza upya, kuendelea upya na kufikia nafasi mpya ya kimungu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ebu asubuhi ya leo, inua sauti yako, tangaza ulinzi katika kila vita inayoandaliwa na shetani juu yako. Daudi anasema, nijapo inua macho yangu na kutazama milima, na kuwaona maadui wamezunguka mji wa Yerusalemu, na kuona wana farasi, na kuona wana majeshi mengi, na kuona wanatisha kama nini, mimi nitainua macho yangu kumtazama Bwana. Yeye aliyeziumba mbingu na nchi atakuwa msaada wangu. Sijui kama unaelewa thamani yako. Maana kama hujui thamani yako, huwezi kujua vita inayoelekezwa kwako. Hatua zako ndiyo sababu ya shetani kukuwinda. Kwa hiyo kuna watu tunawindwa kwa sababu ya destiny zetu. Yale ambayo yanakuja mbele yako, adui anapoyaona anaanza kushughulika na wewe. Katika unabii Biblia inasema, nimemwona Raheli akililia watoto wake. Unaona, Yesu anapozaliwa, matukio ya kumuua yanakuwa mengi na makubwa, asije kulitimiza kusudi la Bwana. Sikiliza, adui anajua umebeba nini. Huyo mtoto wako unayeona anapitia changamoto, adui anajua amebeba nini. Hii vita inayoinuka juu yako ni kwa sababu ya destiny. Ndoa yako inatakiwa izalishe mtu gani? Biashara yako inatakiwa izae hatua gani? Hicho ndicho kinachosababisha vita katika njia yako, vita katika kazi zako, vita katika familia yako. Hiyo vita haitaisha kwa sababu umekaa umetulia iishe. Lazima upigane na anayepigana na wewe, na unapigana kwa sababu una nguvu za Bwana anayekupa kushinda. Hebu asubuhi ya leo inua sauti, sema, naingia katika ulimwengu wa roho. Kila mahali katika ulimwengu wa roho ambako shetani ameweka upinzani wa maisha yangu, ambako shetani ameweka silaha za kunishambulia, ambapo kuna mipango na matukio ya kunipata, ninaenda mahali hapo katika jina la Yesu. Ninasambaratisha kile ambacho adui amekikusudia juu ya maisha yangu, katika
katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila mpango wa uharibifu uliotengenezwa juu yangu na nyumba yangu, asubuhi ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, huo mpango na usambaratisha. Kila mpango wa kuharibikiwa kazini, kila mpango wa mauti, kila mpango wa ulemavu, kila mpango wa kulia, mpango huo ninauondoa juu yangu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Inua sauti, hebu sema, kila aliyesimama mbele yangu, kila anayetokea nyuma yangu, kila aliyetumwa na shetani kunizuia, awe ni mwanadamu, awe ni shetani, ninaamuru katika jina la Yesu, teketea kwa moto, kwa moto unaoteketea. Ninakusambaratisha kwa jina la Yesu. Ninasambaratisha mapatano yote ya kiovu kwa jina la Yesu. Ninasambaratisha silaha zote za uovu. Ninasambaratisha mipango yote ya kuharibikiwa katika jina la Yesu wa Nazareti. Inua sauti, sema, kila kusudi la kipepo, hata kama nimeliona kwa njia ya ndoto, asubuhi ya leo ninalifuta kwa jina la Yesu. Ninalifuta kwa jina la Yesu. Hebu inua sauti yako, anza kushughulika na roho mbaya, anza kushughulika na watu wabaya, anza kushughulika na mapepo, anza kushughulika na wanadamu, anza kushughulika na watu waovu waliotumwa katika maisha yako. Shughulika na kila hila ya shetani, bila kujali imekuja kwako kupitia nani, imekuja kwako kupitia wachawi, imekuja kwako kupitia mapepo. Hebu asubuhi ya leo kili na utangaze katika jina la Yesu, kila mpango wa uovu, kila mpango wa uharibifu, kila mpango wa mauti, kila mpango wa hasara, kila mpango wa kuharibikiwa katika jina la Yesu. Kila vita iliyoandaliwa mbele yangu kuhakikisha nitashindwa hapa, nitaanguka hapa, nitapoteza hapa, katika jina la Yesu ninashambulia kila utendaji wa giza, ninashambulia kila mamlaka za kipepo, ninashambulia kila vikao vya kuzimu katika jina la Yesu. Yote yanayonihusu katika ulimwengu wa giza, natangaza moto wa Mungu na ushuke katika jina la Yesu. Moto ulao, moto ulao, moto ulao kwenye madhabahu za uovu, moto ulao kwenye madhabahu za uharibifu, moto ulao kwenye madhabahu mbaya katika jina la Yesu. Kila mahali palipo na historia yangu, kila mahali palipo na jina langu, kila mahali palipo na nguo yangu, kila mahali palipo na sura yangu katika jina la Yesu, kila mahali palipopangwa vikao vya kuharibu maisha yangu, kila mtego, kila mfumo, kila viumbe vya kiroho katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaamuru na kutangaza hiyo nguvu ya kipepo, hiyo nguvu ya kichawi, hiyo nguvu ya uganga, hiyo nguvu ya kishetani, hiyo nguvu ya kibinadamu iliyokusudia kuangusha maisha yangu, kuangusha ndoa yangu, kuangusha uzao wangu, kuangusha fedha zangu, katika jina la Yesu ninakiri na kutangaza, sitashindwa na hila za shetani, sitashindwa na kazi za kipepo, sitashindwa na madhabahu za kuzimu katika jina la Yesu. Kama Bwana Mungu aishivyo, waliojipanga kunizuia ninawasambaratisha, waliojipanga kunikamata ninawasambaratisha, kila waliojipanga kuniondoa ninawasambaratisha. Kila mpango mbaya dhidi ya maisha yangu, kila mpango mbaya dhidi ya ndoa yangu, kila mpango mbaya dhidi ya hatima yangu, kila mpango mbaya dhidi ya mwaka huu, katika jina la Yesu, mpango huo na usambaratisha, mpango huo na uondolea mbali katika jina la Yesu. Wote waliopanga mabaya juu yangu hayatatimia juu yangu, maneno yao hayatatimia, laana zao hazitatimia, uganga wao hautatimia, mfumo wao hautatimia katika jina la Yesu. Ninashambulia matendo ya uovu, ninashambulia matendo ya uharibifu, ninashambulia matendo mabaya yaliyokusudiwa kunipata mimi na watu wa nyumbani kwangu katika jina la Yesu. Na
piga na bomoa, na vunja na bomoa, na sambaratisha katika jina la Yesu. Kila madhabahu iliyopokea jina langu, kila madhabahu iliyopokea sura yangu, kila madhabahu iliyopokea kitu changu chochote kinachoniwakilisha huko, katika jina la Yesu, hicho kilichonifunga, ninaamuru katika jina la Yesu, hayo makofuri ya kiroho, hizo chenzi za kiroho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, navunja na bomoa. Natuma moto kwenye ulimwengu wa roho huko baharini, natuma moto kwenye ulimwengu wa roho huko kwenye mito, huko kwenye milima mikubwa, huko chini ya mawe, huko kwenye mapango, hapo njia panda, hapo makaburini, kokote kule shetani amejenga madhabahu kamata maisha yangu, katika jina la Yesu, moto ulao unashuka sahi, moto ulao unashuka sahi, unashuka sahi kuelekea madhabahu za kuzimu, kuelekea uchawi, kuelekea uganga, kuelekea uharibifu, katika jina la Yesu. Inua sauti na uombe. Vunja malango yao, vunja maboma yao, vunja silaha zao, vunja uovu wao, katika jina la Yesu. Kila aliyeandaliwa, kila aliyetumwa kukudhibiti, inua sauti, sambaratisha hila zake. Kila mtu aliyetumwa na shetani kuhakikisha na kuondoa, kuhakikisha na kuangusha, kuhakikisha na kuharibu, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, tu huyu apeperushwe, tu huyu aondolewe, itokee jambo litakalomwondoa mbele yako, katika jina la Yesu. Kiri na utangaze, uwezo wa Bwana uko ndani yako, uwezo wa Bwana uko ndani ya maneno yako. Kiri na utangaze, kiri na utangaze, hila zao hazitafanikiwa, matendo yao hayatafanikiwa, silaha zao hazitafanikiwa, walichokusudia hakitafanikiwa, maneno yao mabaya hayatakupata, katika jina la Yesu. Tangaza, tangaza, nimeshinda kwa damu ya Yesu. Shetani, huna sababu ya kunikamata. Mizimu, huna sababu ya kunikamata. Uchawi, huna sababu ya kunikamata. Ikiwa ni dhambi ilichukuliwa pale msalabani, ikiwa ni asiri iliondolewa pale nilipompokea Yesu, kwa sababu hii ninakataa hila zako, ninakataa matendo yako, ninakataa uharibifu wako kwako na kwa watu wa nyumbani kwangu, katika jina la Yesu. Kila silaha iliyoundwa kuniangamiza leo naiteketeza kwa moto. Kila maneno yaliyotamkwa juu yangu leo nayafutilia mbali kwa moto, katika jina la Yesu. Hakuna wakufa nyumbani kwangu, hakuna hasara nyumbani kwangu, hakuna uharibifu nyumbani kwangu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Silaha zote, uharibifu wote, matendo maovu yote hayatanipata, 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 katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Inua mikono yako juu. Ninaomba na kutangaza juu yako, uwe mshindi juu ya vita yote, uwe mshindi juu ya mabaya yote, uwe mshindi juu ya uharibifu wote, uwe mshindi juu ya magonjwa yote. Mabaya yasikupate wewe wala watu wa nyumbani kwako. Ninakuombea kama mtumishi wa Mungu, kila kilichopangwa na mtumishi wa shetani hakitatimia juu yako. Kila kusudi la shetani juu yako halitatimia juu yako, maana umesaidiwa na Bwana kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Pokea ushindi popote utakapokuwepo siku ya leo. Hebu nisikilize. Nilikuwa naonyeshwa usiku wa leo. Kumbuka tuko katika mwaka wa Gosheni, na nilizungumza na wewe nini maana ya Gosheni, kuhifadhiwa. Nikawa naona kuna matukio yanakuja ya ajali, na kuna mauti imekusudia kuua watu kupitia ndege na maeneo mengine. Roho Mtakatifu alikuwa ananionyesha kuna ndege moja itakuwa inatoka South Africa, itakuwa imebeba wa Tanzania na wa South Africa. Akana niambia watakufa watu wengi. Tayari kwenye ulimwengu wa roho imeandaliwa mauti, lakini sio hiyo tu, yameandaliwa matukio yatakayomwaga damu katika ardhi ya Tanzania. Sikiliza, kama watu wa Mungu tuna nafasi ya kubatilisha kile ambacho kinataka kuleta faida kwenye ulimwengu wa giza.
Kuna nguvu katika ajali. Yaani shetani akitaka kutawala mahali anategemea damu iliyomwagika pasina hatia. Mwaka jana wakati nazungumza juu ya kipindi cha uchaguzi, kilikuwa kijafika. Wengi mnakumbuka yaliyotokea. Laiti watu wangejua tangu Januari kabla ya Oktoba, hayo mabaya yasingetokea. Angalia watu wote mnaomwamini Mungu, tumekuwa salama kabisa. Ni kwa sababu tulikaa katika uwepo wa Mungu na tulikuwa tunatambua mbele yetu kuna hatari na tunamhitaji Mungu kwa kiwango gani. Usalama wetu ulisababishwa na jambo hili. Tunapoingia katika mwaka huu, tunayo mambo mengi ambayo shetani angetaka kuyatimiza katika nchi hii. Wakati mwingine ni watu ambao wameweka maagano na mapatano na shetani, wako tayari kutengeneza kafara, kutengeneza uharibifu. Na kwa sababu Mungu ashatuambia huu ni mwaka wa Gosheni, hebu inua sauti, tangaza ulinzi kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili yako, kwa ajili ya wazazi wako, kwa ajili ya ndugu zao. Tangaza kulindwa na Bwana dhidi ya ajali zote zilizokusudiwa kutokea mwaka huu. Iwe ni ajali ya magari, ya pikipiki, ya ndege, ya meli, ya kila kitu. Tangaza asubuhi ya leo, mpango huu unakuwa batili. Waliojipanga wakosee, walioandaa wafe wao kabla ya mipango yao haijafanyika, walioandaa mabaya yawapate wao kabla hajawapata watu wengine. Kuna mtu janielewa? Unaweza ukatangaza asubuhi ya leo ukabatilisha kile shetani alichojua atakifanya. Ni kweli shetani anajua ataua watu wengi na anawatumia wanadamu waovu kufanya haya mambo. Wanatengeneza mifumo katika ndege, katika magari, katika pikipiki. Unaweza ukaona ni ajali tu imetokea, lakini ni mfumo umetengenezwa. Kuna mwanadamu amepewa amri ya kuhakikisha anakamilisha mpango huu. Unaposimama mbele za Bwana kuomba, unavunja hii hila isitimie. Nimekwambia mwaka jana tuliomba tangu Januari, na ndio maana uliona katikati ya hatari Mungu anakumbuka rehema. Au uliumia, au ulikufa, au watoto wako. Kwa nini wewe kupata madhara? Ni kwa sababu ulijua tangu Januari. Kwa hiyo wengine wakati wanaitazamia Oktoba hawajui cha kutokea. Wewe ulikuwa unajua, na ndio maana ulikuwa salama. Sikiliza, tunapoomba kwa ajili ya matukio mabaya yaliyo mbele yetu, ni kitu sensitive, makini sana, ambacho unatakiwa ukizingatie sana. Usije ukayapuuza. Biblia inasema usije ukavidharau vifungo vyako, maana vitakazwa. Hili ni neno la Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tukiwa tunaombea roho za ajali, usije ukasema mimi kwanza sipandagi ndege. Shetani akishapanga ratiba yake, isipoondolewe itatimia. Na nataka nikwambie, mmoja kati ya damu muhimu katika ulimwengu wa giza ni damu ya mtu aliyeokoka. Yaani shetani akifanikiwa kumuua mtu aliyeokoka, anafurahi sana. Na ndio maana hata Mungu anamwambia shetani, usije ukagusa uhai wa Ayubu. Asubuhi ya leo, anza kutangaza ulinzi kwa watu wa nyumbani kwako. Kama shetani amekusudia ajali kwenye magari wanayotumia watoto wako, kama amekusudia majanga ya moto, majanga mabaya, yasitokee kwenye njia yako, yasitokee kwenye njia ya watoto wako. Kila ubaya aliyokusudia shetani usitokee. Hebu inua sauti yako uombe. Inua sauti yako na uombe. Inua sauti yako na uombe. Tangaza ulinzi, tangaza ulinzi. Linda watoto wako kwa maombi. Linda mume wako kwa maombi. Linda mke wako kwa maombi. Linda wazazi wako kwa maombi. Linda biashara yako kwa maombi. Linda nyumba yako kwa maombi. Linda maono yako kwa maombi. Katika jina la Yesu, kila roho ya ajali iliyo
waliotumwa katika anga la Tanzania, katika ardhi ya Tanzania, katika bahari ya Tanzania, katika mito ya Tanzania, katika maziwa ya Tanzania, ninatangaza katika jina la Yesu, hiyo roho iwameze walioituma katika jina la Yesu. Mitego yote ya ajali katika anga la Tanzania, mitego yote ya ajali kwenye ardhi ya Tanzania, mitego yote ya ajali kwenye mito, kwenye maziwa, kokote kule ambako shetani ametengeneza mitego, acha iwanase hao wanaoitega, kama ilivyokuwa wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego waliowatupa kwenye moto. Wao ndio walioteketea, lakini wana wa Mungu hawakuteketea. Ninatangaza juu ya Tanzania, ninatangaza juu ya ardhi ya Tanzania katika jina la Yesu, kila anayetega mtego utamnasa yeye, kila anayeandaa silaha itampiga yeye, kila anayeandaa mauti atakufa yeye, kila anayeandaa anguko ataanguka yeye katika jina la Yesu. Mabaya yote hayatawapata watu wa Mungu katika jina la Yesu. Mabaya yote hayatawapata watu wa Mungu katika jina la Yesu. Kila ubaya uliokusudiwa kutokea kwenye familia zetu, kutokea kwa watoto wetu, kutokea kwa ndugu zetu, katika jina la Yesu ninaamuru na kutangaza mabaya hayo ni batili katika jina la Yesu. Ninaamuru na kutangaza uovu huo ni batili katika jina la Yesu. Matendo hayo ni batili katika jina la Yesu. Kila roho ya mauti inayotumwa kwenye anga, kila roho ya mauti inayotumwa kwenye ardhi, kila roho ya mauti inayotumwa baharini, kila roho ya mauti inayotumwa kwenye ziwa, kila roho ya mauti inayotumwa kwenye mito, katika jina la Yesu, hizo roho za mauti nazituma zikawameze walioziandaa na sio watu wa Mungu katika jina la Yesu. Nasikia Roho Mtakatifu ananisemesha, unatakiwa kuomba sana katika eneo hili. Unatakiwa kuomba sana katika eneo hili. Unatakiwa kuomba sana katika eneo hili. Unatakiwa kutangaza sana katika eneo hili. Damu yako isiwe kafara, damu ya watoto wako isiwe kafara, damu ya wapendwa wako isiwe kafara. Asife mtu kwenye nyumba yako kwa ajili ya kufanikisha matarajio ya watu wengine. Asife mtu kwenye nyumba yako kwa ajili ya kutimiza kafara za watu katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wa Gosheni, huu ni mwaka wa kuhifadhiwa na Bwana. Kila mabaya yaliyokusudiwa katika ardhi ya Tanzania, katika nchi ya Tanzania, ninatangaza katika jina la Yesu, mabaya haya hayatawapata wanaomwamini Mungu. Mabaya haya hayatawapata watumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Kila hatari mbaya, kila mauti, kila uharibifu haitawapata watu wa Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila kusudi la mauti, kila kusudi la uharibifu, kila kusudi la kupoteza, kila kusudi la kupotea halitatimia kwa watu wenye Mungu. Ninatangaza upako wa Gosheni, upako wa Gosheni, upako wa Gosheni, upako wa Gosheni. Haya yaliandaliwa mwezi huu wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwezi wa tisa, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12. Hayatatokea, hayatatimia katika jina la Yesu. Mabaya hayatatupata, mabaya hayatawapata wapendwa wetu, mabaya hayataipata nchi yetu katika jina la Yesu. Waliochimba mashimo wadumbukie wao, waliotega mitego wanaswe wao katika jina la Yesu. Mabaya haya hayatawapata watu wa Mungu, hawatawapata watu wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama Bwana asemavyo, hayo mabaya hayatawapata ninyi watu wa Gosheni, bali yatawapata nchi yote ya Misri, ila sio ninyi. Nami natangaza, pokea upako wa Gosheni wewe na watu wa nyumba yako. Pokea upako wa Gosheni wewe na watu wa nyumba yako. Hautaangamia kwa silaha za adui, hautaangamia kwa mipango ya uharibifu, hautakufa wala hautafiwa kwa ajili ya shetani katika jina la Yesu. Endelea kutangaza, tangaza. Gari yangu haitapata ajali, pikipiki yangu haitapata ajali. Nitamiliki kila nitakapokanyaga. Nikipanda chombo cha usafiri, kwa ajili yangu hakitapata ajali. Watoto wangu wakipanda chombo cha usafiri, chombo hicho hakitopata ajali. Ninatangaza kwa damu ya Yesu, ninatangaza kwa nuru ya Yesu, ninatangaza kwa damu ya Yesu, ninatangaza kwa nuru ya Yesu katika jina la Yesu. Ninaondoka kwenye njia ya uovu na uharibifu, ninaondoka kwenye njia ya uharibifu
katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mabaya hayatatupata sisi na watu wetu, mabaya hayatatimia kwetu na kwa wapendwa wetu katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo natabiri mabaya haya yanawarudia walioyaandaa. Asubuhi ya leo ninatabiri mabaya haya hayatawagusa wana wa Mungu katika jina la Yesu. Acha ulindwe na nguvu za Bwana, acha utengwe na nguvu za Bwana, acha uongozwe na nguvu za Bwana. Magari ya kutengeneza ajali usiyapande, magari ya kutengeneza ajali ya kuache. Vifaa vyote vya moto ambavyo shetani amekusudia kuvitumia kufanya kafara zake, ninakuepusha navyo, ninakutenga navyo. Hautaangamia, hautaangamizwa, hautaondolewa wala hautaguswa. Magari ya shule yanayobeba watoto wetu na yafunika kwa damu ya Yesu. Majengo wanayoishi na yafunika kwa damu ya Yesu. Mabaya hayatatokea, hatari hazitatokea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza damu ya Yesu kwa wote waliokombolewa na Bwana. Hii ni system katika jina la Yesu. Natangaza mfumo wa ulinzi wa kimungu juu ya wana wa Mungu. Kila mmoja unayenisikiliza, kila mmoja unayenitazama kutoka eneo lolote ulilopo, adui hata kugusa, adui hata kuangusha, adui hata kuondoa. Utalindwa, unalindwa, utaongozwa, unaongozwa na Bwana katika jina la Yesu. Pokea ushindi katikati ya hatari, pokea uzima katikati ya mauti, pokea ubora katikati ya mabaya katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Baba, ninaomba, ulinituma niseme ya kuwa huu ni mwaka wa Gosheni, na nilisema ujumbe huu kwa watoto wako. Haukuwa ni ujumbe wa kuwatia moyo, bali ilikuwa ni taarifa yako kwa watoto wako. Na asubuhi ya leo ninawafunika kwa damu yako Kristo. Wakati wa mabaya damu yako inene, wakati wa mauti damu yako inene, wakati wa uharibifu damu yako inene. Kama ulivyomwambia Musa, damu itakayokuwa juu ya mimo ya milango itahakikisha usalama katika nyumba zote za Waisraeli. Damu yako ikanene mema. Adui asiguse watoto wako, nguvu za giza zisiguse watoto wako, malipizi yasiwaguse watoto wako. Ninaamuru katika jina la Yesu, huu ni wakati wa Bwana kukulinda wewe na watu wa nyumba yako. Utauona wokovu wa Bwana katikati ya uharibifu. Utaiona nuru ya Kristo katikati ya giza, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Shangilia Bwana. Mwambie Bwana asante. Asante kwa ajili ya neno la kinabii. Najua utanilinda, najua utanitunza, najua utaniongoza katika jina la Yesu. Amen. Hebu nisikiliza asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ninalo neno la Mungu juu yako. Ninajua tunaanza mwaka mpya na tuko Januari, na Roho Mtakatifu ametufundisha juu ya upako wa Gosheni, kuhifadhiwa na Bwana. Na limekuwa ni neno ambalo Mungu ameleta kwa msukumo mkubwa katika kipindi hiki cha mwaka huu. Na kipekee kabisa tunapoenda kumaliza mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza ndio hutengeneza kila kitu kwenye mwaka. Ukiweza kutengeneza mwezi wako wa kwanza, umeweza kutengeneza miezi 12 inayokuja. Wakati nazungumza juu ya upako wa Gosheni, sikuzungumza kwamba upako huu utawapata watu wote, hapana. Utawapata wale watiifu wa neno la Bwana. Wakati ninaanza kufundisha juu ya sikukuu za Mungu, Pasaka, Pentekoste, sikukuu ya vibanda, kuna watu mlikuwa mjui haya mambo, lakini baada ya kufanya mmepata matokeo muhimu na ya kipekee katika maisha yenu. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anawawazia mema na akawapa ufunuo wa namna ya kuwa baba kwenu. Tunapoanza mwaka lazima tutambue Biblia inasema nini juu ya mwanzo wa mwaka.
Jumapili hii tutakuwa na ibada maalum kabisa ambayo Mungu ametuagiza kabisa kufanya kitu kwa ajili ya Bwana. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 29 mstari wa 1 hadi wa 3, anasema Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Jerusalem miaka 29, na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Akafanya yaliyo adili machoni pa Bwana, sawasawa na yale aliyoyafanya Daudi baba yake. Mstari wa 3 ambao nilitamani tuangalie vizuri, yeye huyu Hezekia katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, alifungua malango ya nyumba ya Bwana akayatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu cha Mambo ya Nyakati, ni kati ya vile vitabu vinavyozungumzia utendaji wa Mungu katika maisha ya wafalme wa Agano la Kale. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza, wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili, kitabu cha Samueli na Samueli wa kwanza, eneo chache vinazungumzia nafasi ya Mungu kwenye maisha ya wafalme na utawala wao katika dunia wakati ule. Na Biblia inazungumza namna Mungu alivyokuwa anatembea na wafalme pale walipokuwa wanamtii. Na Biblia inazungumza namna Mungu alivyokuwa anawaacha wafalme wakati walipokuwa wanampuuza. Na katika moja kati ya watu ambao waliwahi kufanya vizuri katika kipindi cha wafalme alikuwa ni Daudi, lakini pia anakuja kufananishwa na mtu mmoja anaitwa Hezekia. Hezekia alitoka kwenye familia ambayo walikuwa wanamwabudu shetani sana. Walikuwa wamemwacha Mungu kabisa. Na tawara za watangulizi wake kwenye familia yake zilikuwa na matatizo na mateso kwa sababu hawakuwa na msaada wa kimungu, bali walijipigania wenyewe. Siku zote huwa anasema mtu anayejitahidi kujipigania mwenyewe ni mtu aliye karibu na kushindwa. Kwa hiyo yeye anaingia kwenye ufalme akiwa na miaka 25, akiangalia anaona babu yake, baba yake wote wameshindwa, ila anakuja kugundua ni kwa sababu ya kutokuwa na mahusiano na Mungu. Maana alitambua ya kwamba Mungu ukimkaribia atakukaribia, ukimpenda atakupenda, ukimchagua atakuchagua. Hezekia anapoingia kwenye ufalme, hawakuwepo manabii wakati ule katika ikulu kwa sababu ya uharibifu wa baba zao. Na ndio maana unaona hata Isaya nabii, kati ya manabii waliohudumu katika kipindi hiki cha Hezekia, alikuwa haishi kwenye ufalme, alikuwa anaishi mbali kabisa huko poleni. Lakini Hezekia anapoanza kutawala, anaanza kutengeneza mahusiano thabiti kati ya yeye na Mungu. Nataka uelewe vizuri, tunapokuwa tunaanza mwaka lazima tuangalie mahusiano yetu na Mungu yamekaaje. Na mwanzo wa mwaka ni mwezi wa kwanza, yani mwezi wa kwanza wote ni mwanzo wa mwaka. Sasa katika kipindi hiki ndilo eneo ambalo tunatakiwa tutengeneze msingi mzuri kwa ajili ya maisha yetu. Katika maandiko haya Biblia inasema akafanya yaliyo adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Daudi babaye. Mungu anamfananisha Hezekia na Daudi, mtu aliyekuwa anajali habari za ufalme wa Mungu na sio kujali maisha yake kibinafsi. Biblia inasema, inaanza kusema yale aliyoyafanya, yaliyosababisha Mungu amuone kuwa ni bora. Anasema katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, yani misheni yake ya kwanza aliyoanza nayo ilikuwa ni kushughulika na swala la kimungu, sio swala la kisiasa, sio kuweka viongozi fulani. Hapana, yeye alichoanza kushughulika nacho ni kujali kile kilichoharibika
kilichokuwa kinaleta uhusiano kati ya watu na Mungu wao. Na mojawapo ya kitu cha thamani kilichokuwepo wakati ule lilikuwa ni hekalu la Bwana, eneo ambalo watu walikuwa wanaenda kumwabudu Mungu. Sasa kutokana na wafalme wengi kuwa waabudu shetani, ile nyumba ya Bwana ilikuwa haitumiki, maana walikuwa wanaabudu miungu. Wale watumishi wa ile madhabahu walishakimbia, maana ukigundulika huko upande wa Mungu ulikuwa unauawa. Sasa Hezekia anapoingia kwenye ufalme, anafanya urejesho wa Mungu katika taifa, na anasema katika mwezi wa kwanza alifungua malango ya hekalu, yaani mpaka ilifikia hatua yale malango yamebunguliwa, yaani hapafai tena, hapatumiki tena. Kwa hiyo akatengeneza yale malango, akatengeneza hekalu la Bwana. Na baada ya kutengeneza hekalu la Bwana, unaona anawaita makuhani na anawaita Walawi, na anaanza kutoa mwongozo wa kumwabudu Mungu katika taifa. Na jambo la pili, anatoa amri sanamu zote, idols zote kwenye nchi zichomwe moto na kuangamizwa. Na mojawapo ya sanamu ambayo ilikuwepo ilikuwa ni sanamu ile ya nyoka wa shaba ambaye alimtengeneza Musa kule jangwani. Kama niliwahi kufundisha kutoka katika kitabu cha Hesabu, wakati wana wa Israeli walipotenda dhambi, wakatokea nyoka wa moto wakawa na wagonga. Watu walipomlilia Musa, Musa alipomuuliza Mungu namna ya kutoka pale, Mungu alimwambia tengeneza nyoka wa shaba muweke juu ya mti, atakayeng'atwa amtazame. Sasa yule nyoka wa shaba, baada ya wale nyoka kuisha, baada ya lile tukio kuisha, yule nyoka hakuangamizwa, aliletwa kabisa akakaa Israeli. Hata kipindi cha Daudi alikuwepo, na alikuwepo hekaruni. Katika operesheni ya kuangamiza sanamu, na hata sanamu hii ya nyoka ikaangamizwa, japo ilileta migogoro, watu walikuwa wanaona ni sehemu ya vitu vitakatifu, lakini yeye alisema kila kitu kinachotambulisha utukufu wa Mungu kinatakiwa kiangamizwe. Tunatakiwa tumwabudu Mungu aliye hai na sio sanamu aina yoyote. Biblia inaanza kutufundisha juu ya umuhimu wa Mungu katika maisha yetu, juu ya uhitaji wa Mungu katika maisha yetu, juu ya kumtumikia Mungu kabla ya kutumikia mali zetu. Kipekee wiki hii, wakati tutakaposimama mbele za Bwana siku ya Jumapili, najua tumekuwa na changamoto za kifedha, tumekuwa na wakati mgumu wa kufanya ibada za Jumapili, na kama unavyoona eneo letu kuna vitu kadha wa kadha havijakamilika katika ujenzi. Hatujakamilisha stage zetu, hatujakamilisha soundproof, hatujakamilisha upatikanaji wa viti wala vyombo. Kwa bado tunategemea maeneo ambayo sio ya kwetu kufanya ibada, na kwa sababu hiyo tunakuwa tunapitia changamoto kadha wa kadha, lakini sisi tunamwamini Mungu ya kuwa tutakamilisha kila kitu katika ubora, maana hatufanyi kazi yetu bali kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa tutakuwa na ibada, na tayari tumeanza kujiandaa kwa ajili ya kufanikisha hili, na ibada hii itakuwa maalum kwa ajili ya kumtumikia Bwana, malimbuko yako kwa Bwana. Ninajua unaweza ukawa na sababu ya kujitetea kutokutoa. Watu wamekuwa wakitoa na kufanya nini, wengine wanasema mbona tunatoa sana. Sikiliza, unatoa sana kwa sababu unapata sana. Yaani kama hauna huwezi kutoa, na kama hautoi huwezi kuwa nacho, kwa sababu lengo la Mungu kukupa, anakupa ili utoe. Ndio sababu ya Mungu kukupa. Sasa ukitoka katika sababu ya kupewa, huwezi kuendelea kupewa. Labda Mungu awe taila, lakini kama Mungu anakupa ili utoe, ni lazima uwe umekubaliana na kutoa. Na kama huna mpango wa kupokea kutoka kwa Bwana, hata usijihangaishe kutoa, na huu ujumbe haukuhusu kabisa. Sasa wiki hii tutakuwa tunafanya hiki ambacho tunaona Biblia inatufundisha alichokifanya Hezekia wakati anataka kupata nguvu katika nchi. Tutakuwa na sadaka maalum ya kumtumikia Mungu ambayo tutaitoa kwa lengo maalum kabisa la kumtumikia Mungu. Tutakuwa na wakati ambao tutapanda mbegu yetu kwa Bwana kwa ajili ya mwaka huu 2026. Tukubaliane kabisa,
Tunamhitaji Mungu katika safari yetu ya mwaka huu. Nilishakwambia ni mwaka wa Gosheni. Usifikiri utakuwa salama kwa kukwepa kumtumikia Mungu, lakini utakuwa salama kwa sababu utakuwa umesimama na Mungu. Tengeneza mahusiano yako na Mungu unapoanza mwaka. Tengeneza mahusiano yako na Mungu unapoanza mwaka huu. Mambo yaliyo mbele yako mwaka huu ni mengi 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 mengi. Unauhitaji utendaji wa Mungu. Na kama ulivyo mwaka wa Gosheni, hata kama matatizo na matukio yatakuwepo, Mungu amehakikisha kukubariki. Ndio furaha tulio nayo, kwamba katika mazingira yote Mungu anapanga yaliyo mema juu yetu. Ya kwamba wengine watakuwa na upinzani, lakini sisi haitakuwa hivyo. Wengine watakuwa na kushindwa, sisi hatutakuwa hivyo. Wengine watakuwa na kuharibikiwa, sisi hatutakuwa hivyo. Ni kwa sababu ya rehema za Mungu zitakuwa juu yetu. Na Biblia inatupa uwazi kabisa. Roho Mtakatifu anatufundisha hili sio kwa bahati mbaya. Ni kutaka kutufundisha ya kuwa Mungu huwa anashughulika na walioanza na yeye. Jitahidi kuanza na Bwana unapoanza mwaka huu. Mtumikie Mungu kwa mali zako. Mtumikie Mungu, fanya kitu kama alama kwenye madhabahu ya Bwana kwamba niliuanza mwaka kwa kumtumikia Mungu. Unaweza kujiandaa kununua viti, unaweza kujiandaa kununua vyombo vya muziki, unaweza kujiandaa kufanya kitu. Kwa mfano tunahitaji mic. Mtu anasema sasa nitafanya nini? Kuna mic. Mic ni gharama ndogo. Mic za wireless 500,000, 600,000. Kuna vitu vingi, viti vizuri vinaanzia 80,000, 75,000. Unaweza kufanya kwa ajili ya Bwana. Fanya sawasawa na Mungu ambavyo huwa anakubariki. Na mbegu unayoipanda ndio itakayochagua utavuna mavuno kiwango gani. Kwa hiyo ni kuhamasishe kujiandaa kwa ajili ya kwenda kumtumikia Mungu tunapoanza mwaka. Na Jumapili ijayo ni ya kipekee kabisa. Jumapili hii inayokuja kesho ni ya kipekee kabisa kumtumikia Mungu. Kumbuka jambo hili, kile ambacho Mungu anazungumza katika maisha ya Hezekia. Anamwambia Hezekia, usiogope, huyo mfalme wa Ashuru mtampiga mwenyewe. Anamwambia Hezekia, usiogope, hutakufa, utaishi. Yale yote ambayo Hezekia anayapokea katika ufalme wake yalitokana na msingi aliyoweka katika Bwana. Tunaenda mwezi wa pili, tunaenda mwezi wa tatu mpaka Desemba. Nani atakuwa baba kwenye maisha yako? Weka msingi unapoanza mwaka huu. Weka imani yako kwa Mungu kwamba nikimtumikia atanibariki. Na haya ni maombi yangu unapoianza siku ya leo. Mungu akufungulie milango ya kukuwezesha kumtumikia kwa ubora unapoanza mwaka. Mbegu utakayoipanda ilete matokeo sahihi kwenye maisha yako. Asubuhi ya leo pokea uwezesho wa kimungu kumtumikia yeye. Ninakuombea siku ya leo, pokea ubora kazini kwako. Pokea neema kazini kwako. Pokea kibali kazini kwako. Hata sadaka unayoiachilia unapoanza siku ya leo ikazae matunda kwenye maisha yako. Mheshimu Mungu kwa sadaka yako na yeye atakupenda kwa sababu yeye ni Mungu. Pokea nuru siku ya leo na wokovu wa Bwana uwe juu yako. Morning glory in Jesus' name.